Mimi nitakuwa na wasiwasi wakati mimi mwenyewe ni mzalendo. Nitakuwa na wasiwasi aje. Na niko tayari kupambania nchi yangu alafu nitakuwa na wasiwasi. Msanii anaimba kitu kwenye wakati. Kama ni size siwezi imba nyimbo mapenzi. Kwa sababu hali yenye iko hairuhusu mimi kufanya nyimbo ya mapenzi. Lazima nifanye nyimbo yenye iko kwa wakati tuko kwenye hali mbaya siasa. Lazima niimbie siasa hali yenye iko. Ndio maana sikukimbia. Lazima niimbe kwa sababu nione nini itatokea na niimbe vitu ambacho nimeona. Usikose kusubscribe channel yetu. Hello guys, mabibi na mabwana wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Nite Sugar Helen, mtangazaji wenu wa kila siku. Na kwa siku ya leo tumeamua kumtembelea Le General Snake ili tuweze kupiga na story 2-3 kujua mengi zaidi. Mambo vipi bro? Mambo poa mama. Mzima? Namshukuru Mungu niko poa. Allah inaona afya inanawiri sana. Ipi siri mafanikio? Sina stress, ndio maana niko sawa. Una stress wakati si wenzetu hapa tuko na wasiwasi kuhusu hali yenyewe gisi ilivyo. Mimi nitakuwa na wasiwasi wakati mimi mwenyewe ni mzalendo. Nitakuwa na wasiwasi aje. Na niko tayari kupambania nchi yangu alafu nitakuwa na wasiwasi. Popo kwanza unanikumbusha. Hapa juzi kuna picha ambayo umeachia, picha mpya ulikuwa ukikuwa kwenye jezi la FRDC afu ulikuwa uko na bunduki. Sasa tujui ulikuwa unamaanisha kweli ama ulifanya sababu ya kiki? Mimi siwezi fanya kitu kwa sababu ya kiki, bali ni kwa sababu ya kazi. Unajua mimi ni star na lazima nifanye kitu ambacho kiko kwa wakati tunakifanyia kazi. Sasa kutokana na hali ambayo iko lazima niachie ngoma mpya ambayo inaitwa Mzalendo wa kweli ya kulirushwa. Kumbe ilikuwa ni ngoma mpya. Sisi tulifikiri kweli unaingia kambini. Hamna. Unasubiri nini uingie? Atuachiane makazi. Mimi ni msanii na mwanajeshi ni mwanajeshi. Ila mimi ni mzalendo kutokana na kazi yangu ya sanaa. Na tumeona wasanii ni kama vile mmezimika kutokana na hii hali ambayo iko. Hatujui siri ni nini. Hatujasikia hata msanii mmoja naye anapanda kule juu kusema mnipe jezi mimi nivae niingie uwanjani. Mimi si nimevaa jezi. No, wewe umevaa sababu ya promo ya ngoma yako, ila hujavaa kwa sababu ya kwenda kupigania nchi yetu. Napigania nchi kutokana na mashairi ambayo nitakayofanya kwenye nyimbo. Na wasanii wengine ni kama vile wamekimbia, wameenda mmoja kwa kambini, wengine wameenda Baraka, wengine walikimbia Bujumbura. Unawashauri nini wale ambao wamekimbia? Waliokimbia mimi nakizani kwa upande wangu sio wazalendo. Ila mimi ni mzalendo ndio maana nimebaki hapa nimesema niko tayari kupambania nchi yangu kwa sababu kama nitaimba nini wakati sikuona. Mtu anaimba vitu ambavyo ameviona. Ndio maana nimeandika nyimbo kutokana na vitu ambavyo nimeviona ndio nasema nitaachia kazi kubwa sana. Na hii nyimbo ambao utaachia hapa soon tulisikia kwamba nani Profesa Mairo aliiba baadhi ya verse kwa hiyo muziki yake inatosha ambao na ameachia. Eske vile vitu ni kweli ama ni kiki tu? Aliyezungumza ni kweli kwa sababu ni ngoma ambayo ilikuwa inaandaliwa kuachiwa. Ndio maana kama ngoma yangu imekawia wakati niliposikia ngoma Mairo wakati ameifanya nikasikia verse zangu ziko kwenye ngoma ile. Nikasema nitafanyaje? Sikutaka fujo, sikutaka nini. Ilibidi nirudi tena studio nikakosoa nyimbo yote tena. Nikabadilisha melody, nikabadilisha kila kitu ili pasikue mautata ya kazi ambayo tutakayoifanya. Mwenzangu ameachia nikasema tuachie pale sitasema kama ni kukopi kama ni nini. Basi na mimi nikabadilisha melody. Na alikopi vipi wakati ulikuwa hujaachia ngoma yako ilikuwa bado ipo studio? Alijuaje verse zako? Wakati nilikuwa nafanya kazi alikuwa anaijua. Na aliposikia ndio maana amefanya kitu kama na hiko, lakini sikutaka kugombana sana kwa sababu mashairi iko mingi sana kichwani. Nikabidi nibadilishe tu mashairi na nibadilishe melody ili nifanye kitu kingine kitakuja. Hapa majuzi msanii ambaye ni Ashlan Babe Sugar Boy amesema kwamba wasanii wote ambao wameimba kwenye upepo, naweza nikasema upepo kuhusu nyimbo za kuimbia nchi, wameimba sababu tu ya kufuata upepo. Wanaimba wamaanishi mnaimba sababu tu ya kiki ila maanishi kilichokuwa moyoni mwenu. Eske hiyo neno wewe kivyako unapokelea? Kwanza Ashlan ni msanii wa wapi? Ndio swali nataka kuuliza. Ashlan ni msanii wa wapi? Alafu nijibu na mimi nitakuuliza kwa nini nimekuuliza hivi. Ashlan ni msanii wa Uvira na sio msanii wa Uvira tu, ni msanii wa Kivu nzima. Mbona anafanya interview zake anasema sio msanii wa Uvira, sio msanii wa Uvira? Alafu unaniuliza Ashlan mimi simjui, ndio maana kwa sababu yeye mwenyewe anasema sio msanii wa Uvira. Mimi najua na Gave, najua Mairo, najua wengine wote nawajua kwa sababu wanasema ni wasanii wa Uvira. Ila yeye anasema sio msanii wa Uvira. Sasa mimi nitamjuaje? Wewe mpaka tu msanii kwa Uvira. Nani Ashlan msanii wa Uvira na ni wa Kivu nzima. Ila hapa ndo ambapo anatokea, mzizi wake uko hapa Uvira. Mimi simjui. Au mjui? Yes.
Kivipi tu umjue Ashilani wakati ni msanii mwenzako? Kwa sababu sio msanii wa Uvira. Yaani wewe unajua tu wasanii wa Uvira wakina Diamond, wakina nani, wasanii wengi ambao wa nje tunawasikiaga huko. Je, nao wajui? Ungeniuliza kina Diamond alisikia wakasema vile ningejibia. So unaniuliza Ashilani amesema kwa sababu na ni mtu wa hapa. Ni mtu wa hapa. Alafu yeye anafanya interview anasema sio msanii wa hapa na wakati ni wa hapa. Ndio maana nimerudilia pale. Mimi simjui kwa sababu yeye mimi najua ni wa hapa, alafu anasema sio msanii wa hapa. Sasa unakuja kuniuliza swali kama na ile. Yeye kama amesema mbia upepo, yani yake na mimi sijui. Mimi najua msanii afaa imbe kwa wakati. Mafuriko litoka tukaimbia mafuriko. Pakitokea shida fulani tunaimbia. Wakina Diamond wameimbia kuhusu Goma. Na wakina nani mzee wetu Koffi Olomide aliimbia kuhusu Goma. Eski Makena aliimbia upepo. Nauliza Makena ameimba kwa sababu ya upepo. Yeye ana jina kushinda Koffi Olomide. Yeye ana jina kushinda Diamond. Kwa nini amesema vile? Ndio maana nimekujibu kwenye ile swali. Wanifuata. Mimi najua msanii anaimba kitu kwenye wakati. Kama ni size siwezi imba nyimbo mapenzi. Kwa sababu hali yenye iko hairuhusu mimi kufanya nyimbo ya mapenzi. Lazima nifanye nyimbo yenye iko kwa wakati. Tuko kwenye hali mbaya siasa. Lazima niimbie siasa hali yenye iko. Ndio maana sikukimbia. Lazima niimbe kwa sababu nione nini itatokea na niimbe vitu ambacho nimeona. Sawa baba, hapa mimi naona kama vile umenishinda, ila tumwachie Ashilani atakuja kutujibu hili swali ambalo unasema. Na swali langu lingine linakuja kama hivi. Ni msanii gani hapa kwetu Uvira ambaye wewe unakuona mheshimiwa na ukimwona unasema kweli mimi msanii sijamfikia ama sijakuwa na kiwana level kama yake? Mimi naheshimu msanii mwenye anajijua na anajiheshimu basi. Kama msanii gani? Hata wewe mdogo kama anajijua na anajiheshimu lazima nijue mdogo lazima nimheshimu wake anajijua. Sio sema kwa jina sema nani. Unaweza kuwa mkubwa na unafanya vizuri lakini hujiheshimu. Sitakusema kama unaona kama vile hakuna vinyo unafanya. Sasa mimi naheshimu msanii mwenye anajijua. Basi awe mdogo au mkubwa basi. Tulitarajia kuwa hii ngoma yako ambayo utakuja kuachia hapo itakuwa ni collab. Ila ajabu tunaona ni yako wewe mwenyewe. Kwa nini ukupata wazo wa kufanya collab ama kwa nini ukaamua kufanya collab? Nimeamua kufanya peke yangu kwa sababu ni ngoma ya siasa na nikasema tu nifanye peke yangu. Ndio kisi nimejisikia. Na wakati tulifanya interview na wao ukatuambia kwa tutarajia collab nyingi kwako. Ila mpaka sasa tunaona kama tunakuwa mwezi wa 3 hivyo tujasikia hata chembe za collab. Vipi pale? Collab ziko. Ya wapi? Na kizani ningeachia mimi na Naife. Inaitwa Naumia. Na ngoma iko kwa sasa. Lakini kaona kuna gisi niachie kutokana na hali iko. Siwezi achia ngoma mapenzi kwa hii wakati. Lazima niachie ngoma ya nchi. Baada ya ngoma utasikia itafuata Naumia. Snake G featuring Naife. Tulisikia fununu kwamba uko kwenye harakati za kufanya featuring na Mr. Champagne. Eske ni kweli ama? Sijakuwa kuzungumzia swali. Vipi? Sijakuwa kuzungumzia. Wakati umeshaweka hadharani tumeshasikia kwamba utafanya featuring na Mr. Champagne. Sio mimi nimeweka hadharani. Kwa sababu wakati nimefanya na Naife, lazima sikutangaza. Ila leo nawaambia nimeshafanya ngoma na Naife. Na ngoma imeshakuwa. Na wakati nikimaliza na mzee wangu, na nitatangaza. Mimi natangaza sasa namaliza kazi na mtu. Yaani kifupi Mr. Champagne ya kukubalia ndio maana utaki vile. Kazi iko ila sijaitangaza. Usubiria tukifika mtasikia kwa wakati wake. Baba tupatie maneno matamu ya mwisho tuweze ili tuweze washabiki wako waweze kuenjoy. Tupatie maneno ya mwisho matamu hivi. Ya mwisho naweza kusema napenda sana. Na big up sana kwa kutoka sehemu Kibeng TV kuja kumtafuta Snake G. Santemu umeshahangaika sana mpaka leo Mungu amebahatika mkanipata. Sio vibaya ila wasubirie mashabiki wangu na wapendelee watu wa muziki wa nyumbani. Kazi ni kubwa ambayo inakuja, inaitwa Mzalendo wa kweli akule rushwa. Sio eti mimi nimejiunga kwenye jeshi, hapana, bali ni kazi mpya ambao nitaachia. Ni ngoma mpya kabisa. Sio siku ndefu ambayo nitaachia. Ni karibu tu hapa tutaachia mzigo kabisa. Ni mzigo kabisa. Yaani tupatie kwanza kapela. Nitasahau tupatie kapela kidogo hivi yani utupe uondo. Hivi nini tuambie? Kimewakimbiza. Tunaachia hapo. Kimewakimbiza. Sawa, mimi na mabwana hapo ndio tunakwenda kuagana na msanii wetu Snake G. Kwa hiyo nasema ciao. Usikose kusubscribe channel yetu.